Bwana Yesu asifiwe, mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu pendwa ya Saa ya Uzima wa Roho. Bwana Yesu aliyekuumba, aliyekuweka katika dunia hii, anakupenda sana na anatamani kukuona ukifikia viwango vya juu sana. Kama vile alivyosema kwamba kama watoto wachanga yatamanini maziwa yasiyogoshiwa ili mpate kuukulia wokovu. Kwa hiyo ninalo neno juu yako, au ninao ujumbe juu yako wewe ambaye unaitazama chaneli hii. Niseme tu kwamba Bishop Alam Japhet Kayengera ametumwa na Mungu special sana kwa ajili yetu, au ametumwa na Mungu kwa ajili ya kutufanya tumjue Mungu, kama vile alivyosema ya kwamba nitawapa wachungaji wanipendezao moyo watakaowalisha kwa maarifa na fahamu. Kwa hiyo huyu mtumishi wa Mungu Bishop Alam Japhet Kayengera amepewa injili hii ya hali mpya ya roho. Amepewa injili hii kwa neema ya Mwenyezi Mungu ili sisi tupate kufahamu zaidi na zaidi. Niseme tu kwamba anayo mengi sana ya kuzungumza, kama vile ambavyo Biblia imesema kwenye kitabu cha Wagalatia kwamba ambaye tunayo maneno mengi juu yake, lakini ni shida kuyanena kwa kuwa mmekuwa ni wavivu wa kusikia. Sasa niseme tu kwamba anayo mambo mengi sana kwa habari ya Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi. Anayo mambo mengi sana ya kutueleza kwa habari ya kuukulia wokovu, au kwa habari ya kufikia viwango vya kumjua Mungu na Kristo aliyetumwa kwa ajili yetu. Kwa hiyo nikusisitize tu kwamba hebu wekeza sana msisitizo kumsikiliza huyu mtumishi wa Mungu Bishop Alam Japhet Kayengera. Utajifunza mengi na utapata mengi, utajua mengi na utayaona mengi, na utamfurahia Mungu na kumtumikia Mungu kwa furaha sana katika dunia hii aliyoiumba ili wewe ukae ndani yake. Nataka nizungumze kwa mfano wa mambo ambayo amekuwa akitufundisha. Amekuwa akizungumza juu ya habari ya jinsi tunavyohesabiwa haki kwa neema, yani tunakubalikaje mbele za Mungu. Ameeleza kwamba jinsi ambavyo mwanadamu anavyoweza kukubalika, kama ilivyonenwa kwamba uwajulishe watu wangu kwa habari ya kusamehewa dhambi zao. Kwa hiyo huyu mtumishi wa Mungu Bishop Alam Japhet Kayengera amezungumza mambo mengi sana, ametufunulia jinsi ambavyo tunahesabiwa haki. Kwa hiyo nikasema kwamba nataka nishare nawe neno dogo tu kwa dakika chache hizi. Niseme tu kwamba ukisoma kwenye kitabu cha Yohana, kitabu cha Isaya, Biblia imezungumza kwamba akasema kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwahubiri wanyenyekevu habari njema, na kuhubiri habari ya masikini kufunguliwa kwao, na wafungwa kufunguliwa kwao. Kwa hiyo nataka niseme tu kwamba, kwa mfano ukizungumza habari ya wafungwa, anaposema kwamba kuna wafungwa, maana yake kuna wafungwa wa sheria, kuna wafungwa waliofungiwa kwenye sheria. Sheria zipo za aina mbalimbali. Kuna sheria za ndoa, kuna sheria za madhehebu, kuna sheria za dini, kuna sheria za Torati. Sasa anaposema kwamba sisi tumefunguliwa kutoka kwenye sheria, maana yake anachomaanisha kwamba tumewekwa huru kweli kweli. Sasa kwa mfano ukiangalia hawa watu ambao ni wafungwa wa sheria, kuna watu sana wamefungwa kwenye sheria, hawajui jinsi gani wanaweza kufunguliwa kutoka kwenye hizo sheria. Kwa mfano kuna wafungwa wa sheria za ndoa, wamefungwa kwenye sheria ya ndoa ya mke mmoja. Wakati akijua ile kweli, maana yake anaweza katoka kwenye hiyo sheria na akawa huru, akaanza kuishi maisha ya kufurahia ndoa, kwa sababu tayari ametoka kwenye hicho kifungo cha ndoa cha kulazimishwa kuwa na ndoa ya mke mmoja, yeye akawa na wake hata zaidi ya mmoja. Kwa hiyo huyu Bishop Kayengera amepewa injili hiyo, amepewa neno hilo, ametumwa kuja kukuelekeza hayo. Kwa hiyo lazima tujue kama Mungu ameweza kumtuma mtumishi wake kwa ajili yetu, basi tuangalie jinsi ambavyo
tunaweza kumsikiliza. Tuangalie jinsi ambavyo tunaweza kusimama na kusikiliza yale anayoyasema Roho wa Bwana kupitia mtumishi wa Mungu Bishop Alamu Japhet Kayengera. Tusikilize kile ambacho anataka kutufundisha, tuyatende hayo. Biblia inasema ya kwamba nitasema nawe. Sasa Mungu anasema nasi kwa kinywa cha Bishop Kayengera ili uweze kupona, ili uweze kutoka kwenye vifungo, ili uweze kumuelewa Mungu na kumjua Mungu. Kwa hiyo kwa machache hayo nataka niseme kwamba tuwekee sana msisitizo kuyasikiliza mahusia ambayo mtumishi wa Mungu Bishop Alamu Japhet Kayengera anatufundisha, na nikwambie kwamba usitie shaka, kwa sababu kinywa cha Bwana kikinena lazima yatatimia. Kwa nyakati hizi tufurahie uwepo wa Mungu kupitia mtumishi wa Mungu Bishop Alamu Japhet Kayengera. Mungu akubariki sana mpendwa mtazamaji. Hebu waalike na wengine waweze kuitazama chaneli hii, waweze kusikiliza mafundisho mazuri tunayopewa na mtumishi wa Mungu ili tuweze kufurahia. Mbarikiwe sana. Mungu awabariki. Amen.